Mwenyekiti oe. Kumbe hii kabisa inarudia. Mwenyekiti oe. Imekaa sawa sana. Mwenyekiti safi. Mwenyekiti safi. Safi. Sema mwenyekiti mimi nimempenda, yani ana vibe fulani hivi la taratibu la uongozi. Shupavu, mwenyekiti kama kawaida. Kwa nama shupavu fulani. Basi sawa, mambo jambo tumerejea tena kama tulivyokuambia kuanzia jana. Tumekwambia utakuwepo hapa na utasikia mtaa wa 7 ni wapi? Wapi tunahamia? Basi wakati ni huu. Habari za leo ni nzuri. Nitaka nishangae. Karibu sana mwenyekiti katika kipindi cha mambo jambo kupitia 101.3 LLM FM. Asanteni sana. Habari za saa hizi kwanza? Salama kabisa. Mmenitambulisha kama mwenyekiti. Ndio. Wale ambao wanataka kujua huyu anayezungumza ni nani. Mimi naitwa Brown. Yes. Na ndiye mwenyekiti wa mtaa wa 7. Mwenyekiti naitwa Brown, ndiye mwenyekiti wa mtaa wa 7. Mwenyekiti oji. Mtaa wa 7 oji. Asanteni sana kwa nafasi mlionipa ya kuweza kuzungumza na umati wa Watanzania waliojitokeza kando ya spika za redio zao wakiwa wanatufuatilia wakitaka kujua huu mtaa wa 7 ni mtaa upi kwa halmashauri ya mji wa Makambako au kwa mkoa huu wa Njombe. Mtaa wa 7 hoje. Mwenyekiti una baya. Likitokea baya lipitie mbali kabisa. Kwanza muone mwenyekiti namna ambavyo amepiga suti yake. Safi sana. Mwenyekiti umewaka mwenyekiti. Asanteni sana. Hauna baya mwenyekiti. Na ndio maana nimepata nafasi ya kuwa mwenyekiti. Mwenyekiti woje. Mtaa wa 7 woje. Asanteni sana ndugu zangu. Nimefika hapa leo hii kuweza kujibu maswali ya Watanzania wengi ambao walikuwa wanajiuliza toka muda ambao tumeanza kuwaeleza kwamba tunahamia mtaa wa 7 kutoka mtaa wa 3. Ndio. Watakuwa wanajiuliza mtaa wa 7 ni upi? Ndio. Na huo mtaa wa 3 wanaohama kwa nini wanahama? Ndio. Tupata nafasi ya kuweza kumsikiliza balozi kutoka katika zile nyumba 10 ambazo sisi tulikuwa tunakaa kwenye huo mtaa wa 3. Ndio. Hata hivyo mtaa wa 3 oji. Mtaa wa 3 oje. Sema mtaa oye ya mtaa wa 3 sio kama oye ya mtaa wa 7. Mtaa wa 7 oje. Kabla sijaendelea na yote kuhusiana na kuhamia mtaa wa 7, kama kuna swali lolote ambalo mngehitaji lipate majibu yake, wakati wake ndio huu. Mwenyekiti, mtaa wa 3 ni mtaa gani ambao tumekuwa tukijiuliza? Balozi amezungumza mwenyekiti, mtaa wa 3 na kwa nini mnahama? Kwanza mtaa wa 3 ni mtaa ambao tunakaa. Ndio. Na ndio ambao tunakwenda kuuhama. Manake hapo jibu lake ni rahisi sana. Mtaa wa 3 ndio huu tunaokaa. Ndio. Upi? Huu tunaokaa. Huu tunaokaa. Tuliopo. Tunakwenda kuhamia mtaa wa 7. Upi? Tunakwenda kuhamia mtaa wa 7. Upi mwenyekiti? Tunakwenda kuhamia mtaa wa 7. Mwenyekiti upi? Mtaa wa 7 oje. Mtaa wa 7 oje. Huu na ukwenda kuutaja ndio mtaa wa 7. Na tunakwenda kuhama mtaa wa 3, tunakwenda mtaa wa 7. Sasa ndugu zangu, ndio. Leo tarehe ngapi? Tarehe 1 mwezi wa 4. Tarehe 1 mwezi wa 4. Ndio. Mwaka 2025. Ndio. Hatuhami leo sikukuu ya wajinga. Wewe sikukuu imeisha, sikukuu imeisha. Mwenyekiti usitoke mwenyekiti. Tuko na mwanasheria. Sikukuu imeisha muda wake. Mwenyekiti utafungwa mwenyekiti. Mwenyekiti utafungwa. Mwenyekiti kumbe hujui sheria? Tumeimaliza saa ngapi? Saa 4. Teknolojia. Mwenyekiti utafungwa. Mtaa wa 7 oje. Raha ya kuhama ndio ni kutoharibu undugu uliokuwa nao wewe na majirani zako. Ndio. Pia hii
huwa inatengeneza urafiki wa mapema kabisa huko ambako wewe unakuwa unaelekea. Kabisa. Sasa sisi kama Eliorama FM tunapenda kukutaarifu rafiki yetu, Ndio. ewe jirani yetu, Ndio. mpendwa wetu, Ndio. kwamba tunahama tunahama mtaa wa 3 na tunakwenda kuhamia mtaa wa 7. Ndio. Tunakwenda kuhamia mtaa wa 7 rasmi, na huyu ambaye tunakwenda kumtaja sasa hivi, Ndio. ambaye tunakwenda kumtaja sasa hivi Ndio. ndiye mtaa wa 7 mwenyewe. Hapo sawa mwenyekiti. Tunayekwenda kumtaja sasa hivi ndiye mtaa wa 7 Mwenyewe. mtaa wa 7 mwenyewe. Oje, mtaa wa 7 huyo yupo hapa Tanzania. Mtaa wa 7 huyo yupo hapa mkoa wa Njombe. Ndio. Nimeletewa begi moja kubwa sana. Na kwenda kumtaja huyo mtaa wa 7. Ndio. Na kwenda kuutaja huo mtaa wa 7. Ndio. Na nitautaja pia mtaa wa 3. Ndio. Tunaokaa kwa heshima zake nitautaja. Nalifungua sasa hili begi moja kubwa sana. Tunaliona Kama mwenyekiti. kontena. Limeandikwa hapo. Kwa heshima na taadhima. Ndio. Kwa heshima na taadhima. Ndio. Heshima na taadhima, oye. Namkabidhi kwanza Consolata. Ndio. Tutajie kwa sauti, nimekukabidhi nini? Namba 9 hapa. Iko kwenye nini? Iko kwenye karatasi. Na kwenda kutoa nyingine karatasi. Namkabidhi Regina. Kwa sauti kubwa, Regina, nimekukabidhi nini? Umenikabidhi karatasi. Ina nini? Ina namba. Namba ngapi? Namba 4. Namba 4. Ndio. Bila kupoteza muda na wakati, na kwenda kumkabidhi Selemani. We Selemani, we Mimi hiyo hapa. Nimekukabidhi nini? kwa heshima na taadhima Ndiyo. nimekabidhiwa na mwenyekiti nambari 7. Nambari 7. Ndio, ikiwa kwenye karatasi Asante sana. Inaonekana kwa rangi gani? nyekundu kabisa. Na mimi naichukua karatasi iliyosalia, ni karatasi yenye nukta. Nukta oye! Tunataja kwa mfululizo wa pamoja. Ndio. Selemani utakuwa wa mwisho. Sawa. Ataanza Konso. Consolata, atafata Regina. Regina, nitakuja mimi na wewe utamaliza. Tunataja kwa sauti. Ndiyo. Hawa wanaanza kutuhesabia. Ndio. 1 mpaka 3 utataja. 1 mpaka 3 atataja. Nitataja. 1 mpaka 3 nitataja. 1 mpaka 3 utamaliza wewe, alafu itakuwa hoye. Oye. Tuwe sawa. Oye. Mwenyekiti una baya. 1 2 3 9. 1 2 3 4. 2 3 nukta. 2 3 Tunakwenda sasa moja kwa moja bila kupoteza muda na wakati, tunakwenda kuitaja kwa pamoja, ambayo ni hii hapa. 94.7. Wanakwenda kuumia. Wanakwenda kuumia. Teknolojia. Wameyakanyaga huko. Hivi. Mwenyekiti. Bwana, Wanakwenda kuumia. wanaumizwa 94.7. Ni 94.7, na ni karatasi ambazo nampa kila mmoja wetu ambaye kafika humu ndani. Ndio. Nikianza na mlinzi wangu wa karibu, Wow. nakuja na mlinzi wangu naye muamini, nakuja na ndugu yangu wewe Selemani, wewe
bila kumsahau msaidizi wangu wa karibu kabisa ambaye anajua yaliyo mengi ya kwangu. Wataweza kweli? Akileo mimi nimekwisha. Na mkabidhi pia Consolata, na mkabidhi pia Regina, na mkabidhi pia my brother kabisa Ebi, na mkabidhi pia DJ zake alikuwa na mkabidhi my brother wa teknolojia. Kwa pamoja jamani, tuzitaje namba hizi, kila mmoja kapewa karatasi yake. Ndio 94.7. Bwana, tunamaliza kwa mfumo huu. Ndiyo. Na huu ndio ulikuwa mtaa wetu wa 7. 94.7 ndio ulikuwa mtaa wetu wa 7, na ndio tunaoanza kuuishi punde. Lakini Ndio. hapa tutakaa siku ya tarehe 9 ya mwezi wa 4 mwaka huu. 94.7 ilikuwa kodi ndogo sana. Tarehe 9 mwezi wa 4 tutapatikana kwenye masafa ya 94.7. 94.7 oye! Huko tutamwagika live, tutamwagika kwa usikivu mzuri kabisa, wanakwenda kuumia, na tutamwagika kuanzia tarehe 4 tarehe 9 ya mwezi wa 4 kupitia masafa ya 94.7. Wanakwenda kuumia. Bwana, tumehama 100.3 na rasmi tutahamia 94.7, na huu ndio mtaa wa 7 wenyewe. Mwisho wa jambo moja ni mwanzo wa jambo jingine. Ndio. Bila yana. Ndio. Exclusive. Ndio. Hii hapa nawaletea. Wewe Si tumehama Ndio. 103, 100.3. Ndio. tunahamia 94.7 Ndio. siku ya tarehe 9 mwezi wa 4. Ndio. Na huu si ndio mwezi wa 4? Ndio. Mwezi wa 4 una Jumatano 5. Mwezi wa 4 una Jumatano 5. acha wewe. Kuanzia Jumatano ya kesho unazihesabu Jumatano zako ngapi? 5. Tano. utakuwa umeumaliza Ndio. mwezi huu wa 4. Ndio. Leo tarehe 1. Ndio. Kesho tarehe 2. Ndio. Kesho. Ndio Jumatano. Kesho. Ndio. Kesho. Kesho. Kesho oje. Kesho. Jumatano 5 Ndio. za mwezi wa 4 Ndio. kwa mwaka 2025. Mwezi mzito. Utakuwa una jambo kila Jumatano. Kuanzia Jumatano ya kesho. Ndio. Ni mwendo wa mambo makubwa mpaka mwezi wa 4 unaisha. Mwezi mzito Leo mwenyekiti. tumekufungulia kodi. Ndio. Umeweza kufahamu. Tumetoka kwenye masafa ya 100.3 tunaenda kwenye masafa ya 94.7. Ndio. Kesho Ndio. jambo kubwa linakwenda kuwewe. Wanakwenda kuumia. Sasa je, Hapa kwenye mambo jambo hapa maana yake. mambo jambo. Nataka kwanza nifahamu. Ndio. Mambo jambo kesho mtatupokea? Vizuri. Nimeipenda ile. Kesho mtatupokea? Utapokea. Kesho mtatupokea? Tutapokea. Kutupokea oye. Bwana, mimi sina cha ziada, ni washukuru wote ambao walikuwa sambamba pamoja nasi. Ndio. Toka ambapo tumeaga 100.3 tukawaambia kwamba tutahamia mtaa wa 7 Ndio. ambao ni 94.7 siku ya tarehe 9 mwezi wa 4 tutaanza kusikika kwenye masafa ya 94.7 na tutawaambia kwa nini tupo 94.7. Ndio. Na hiyo 94.7 tunaingia kizembezembe. Tunaingiaje hiyo 94.7? Hii si nimesema hapa kwamba ni mwendo wa 5 mpaka mwezi wa 5 unaisha. Tano. Jamani, kuna swali lingine hapa? Hakuna. Mwenyekiti anaondoka oye. Wanakwenda
kuumia. Mwenyekiti jamani, Ali huyo hapo kama kawaida. Tenzetu.